kafufuka tuimbe, Bwana kafufuka tuimbe, haleluya. Bwana kafufuka tuimbe, Bwana kafufuka tuimbe, haleluya. Wiki takatifu, safari ya wokovu. Tafakari ya neno la Mungu kutoka meza yetu ya makala maalum hapa leo hii, ikiwa ni Easter Monday ama ukipenda Jumatatu ya Oktava ya Pasaka. Ndugu msikilizaji, bado tunasikika na kuisikia sauti ile ile ya ushindi iliyotikisa ulimwengu jana. Kristu amefufuka, aleluya, aleluya. Na labda unajiuliza, kama Pasaka ilikuwa jana Jumapili, kwa nini leo bado kanisa linaendelea kusherehekea kwa nguvu ile ile? Jibu ni hili hapa. Kwa kanisa Katoliki, Pasaka si siku moja tu. Ni fumbo kubwa kiasi kwamba haliwezi kubanwa ndani ya saa 24. Ndiyo maana tunakuwa na kile kinachoitwa Oktava ya Pasaka, yaani siku 8 mfululizo ambazo kanisa linaadhimisha Pasaka kana kwamba ni siku moja ndefu ya furaha isiyokatika. Leo basi si baada ya Pasaka, bali bado tuko ndani ya Pasaka. Ni Jumatatu ya Pasaka ama ukipenda Easter Monday. Kwa Wareno wanasema Segunda-feira da Pascua, siku ya kuendeleza shangwe, kuimarisha imani na kuanza kuishi kile tunachoadhimisha. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 14, 22 hadi 32, tunamwona mtume Petro, lakini si yule Petro aliyemkana Yesu kwa hofu. Hapa tunamwona Petro aliyebadilishwa na ufufuko. Anasimama hadharani na kusema kwa ujasiri, na nukuu, Yesu huyo Mungu alimfufua na sisi sote tu mashahidi wake, mwisho wa nukuu. Hii ni nguvu ya Pasaka. Yule aliyekuwa mwoga anakuwa shahidi jasiri. Yule aliyekimbia anasimama mbele ya umati na ujumbe wake uko wazi. Yesu aliyesulubiwa si mwisho, amefufuka na yu hai. Ndugu msikilizaji, hii ndiyo kazi ya Pasaka katika maisha yetu, kutugeuza kutoka watu wa hofu kuwa watu wa ushahidi. Zaburi ya leo kutoka Zaburi nambari 16 ni wimbo wa matumaini, na nukuu, hutaiachia kuzimu nafsi yangu, mwisho wa nukuu. Haya ni maneno yanayotabiri ushindi wa Kristo juu ya kifo, na pia ni maneno yanayohusu sisi, kwa sababu Kristo ameshinda mauti na sisi hatuishi tena katika hofu ya mwisho. Pasaka inatufundisha kwamba Mungu hatuachi gizani, Mungu hatuachi katika kaburi la maisha, na Mungu ana neno la mwisho, nalo ni uzima wa milele. Katika sehemu ya Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura 28 mstari wa 8 hadi 15, Injili hii inatupa picha au taswira ya ajabu sana. Wanawake wanatoka kaburini wakiwa na hofu, lakini pia wana furaha kubwa. Hii ni hali ya mwanadamu anayekutana na Mungu. Anatetemeka, lakini pia anashangilia. Na ghafla Yesu mwenyewe anakutana nao. Anasema, na nukuu, msiogope, mwisho wa nukuu. Hii ndiyo salamu ya Pasaka. Hii ndiyo sauti ya Kristo mfufuka. Lakini wakati huo huo tunaona upande mwingine. Askari wanapewa fedha ili kusema uongo kwamba mwili uliibiwa. Hapa kuna mvutano mkubwa, ukweli dhidi ya uongo, mwanga dhidi ya giza,
na uzima dhidi ya maisha. Na huu mvutano unaendelea hata leo. Mpenzi msikilizaji, kwa nini kanisa linaipa umuhimu siku hii ya leo? Kwa sababu Pasaka si tukio la dakika moja, ni safari ya mabadiliko ya maisha. Jumatatu ya Pasaka inatufundisha mambo matatu muhimu. Kwanza, furaha ya Pasaka inaendelea. Hatufungi furaha ya Pasaka jana usiku. Tunaiendeleza katika familia zetu, katika kazi zetu na katika maisha ya kila siku. Pili, tunaitwa kuwa mashahidi. Kama Petro na wale wanawake, sisi pia tunaitwa kutangaza, na nukuu, Kristo yu hai, mwisho wa nukuu. Sio kwa maneno tu, bali katika maisha yetu na kwa maisha yetu kwa ujumla. Tatu na mwisho, tunachagua ukweli. Kama ilivyokuwa kwa askari, dunia bado inaweza kuchagua kuficha ukweli. Lakini wewe na mimi, mpendwa msikilizaji, unaitwa kusimama upande wa ukweli. Pasaka inabadilisha maisha, lakini swali la leo ni hili: je, Pasaka imebadilisha nini ndani yako? Na je, bado unaishi katika hofu? Unaishi katika chuki? Unaishi katika kukata tamaa? Au umeanza katika tumaini? Umeanza katika furaha? Na umeanza katika imani mpya? Kwa sababu Yesu hakufufuka ili tukumbuke tu, alifufuka ili tubadilike. Mpenzi msikilizaji, Jumatatu ya Pasaka ni daraja kutoka sherehe kwenda maisha ya kawaida. Lakini sasa maisha hayo ya kawaida yanapaswa kuwa tofauti, kwa sababu unatembea na Kristo aliye hai, unaishi na tumaini jipya na una nguvu ya kuanza upya. Tuombe. Ee Mungu Baba mwenye huruma, tunakushukuru kwa zawadi ya Pasaka na kwa ushindi wa mwanao juu ya mauti. Katika siku hii ya Jumatatu ya Pasaka, utujalie neema ya kuendelea kuishi furaha ya ufufuko wake. Bwana Yesu Kristo, uliyejitokeza kwa wanafunzi wako, jitokeze pia katika maisha yetu. Ondoa hofu zetu, imarisha imani yetu na utufanye kuwa mashahidi wa ukweli wako. Roho Mtakatifu unayekamilisha Utatu Mtakatifu, tuongoze katika njia ya uzima na utupe ujasiri wa kushuhudia Pasaka katika dunia ya leo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu msikilizaji, Pasaka haijaisha. Safari ndio inaanza sasa. Chukua furaha ya jana, uipeleke leo na uiishi kesho, uishuhudie kila siku. Na kila unapokutana na hofu au giza, kumbuka maneno ya Kristo mfufuka, na nukuu, usiogope, mwisho wa nukuu. Kwa sababu kaburi liko wazi, Kristo yu hai na uzima umeshinda milele. Kristo amefufuka. Aleluya, aleluya. Makala haya kutoka katika meza yetu ya makala maalum yameandaliwa na kusomwa kwako nami Shamba wa Shamba. Nikutakie mwendelezo mwema wa sherehe za Pasaka. Kristo amefufuka. Aleluya, aleluya. Tuimbe.